wetu. Mama anameremeta, mama anawakawaka, mama tunaye na tunatamba naye. Mgombea anatosha na change inabaki. CCM oye! Nangaru safi. Mama karibu zungumze na wananchi hao waombe na kura. CCM oye! Nangaru safi. Mama anawakawaka, anameremeta. Kazi ni kwenu Wanangaru kumpa kura za ndio ili atuletee maendeleo katika kata yetu. CCM oye! CCM oye! Nangaru safi. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Daktari Nchimbi oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Kazi na utu! Kazi na utu! Na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asalamu alaikum. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Asanteni sana. Naomba nami mniruhusu nianze jambo hili pamoja. Viongozi wetu wa dini wamelianza, nami nina wajibu mkubwa kwa kuanza kwa kumshukuru Mungu. Namshukuru Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima. Leo tarehe 26 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 kutuwezesha wana Nangaru kukusanyika hapa kwa jambo kubwa na muhimu katika taifa letu la Tanzania, na likiwa limefikia ukingoni. Tuna takribani siku zisizozidi 2 kwa ajili ya kumaliza uchaguzi wetu mkuu wa kumchagua rais, wabunge na madiwani wa taifa letu la Tanzania. Mola wetu tunaomba utusimamie, utukubalie haya ili tarehe 29 ya mwezi wa 10 mwaka 2025 tukatimize adhma yetu kwa ibara ya 5 fasili ya kwanza kwa Chama cha Mapinduzi kuendelea kushika dola. Mwenyezi Mungu tukubalie haya. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, naomba niwashukuru sana, tena sana, Wananangaru, viongozi wa dini, wazee wetu ambao wamekusanyika hapa kwa wingi, makundi yote, vijana, wazee, pamoja na watoto ambao ni warithi wetu sisi tutakapomaliza muda wake, kwa sababu watoto nao wanajifunza kutoka kwa wazazi, watoto wanajifunza kutoka kwa jamii, na ukizingatia leo ni siku ya mapumziko. Tuna kila sababu ya kuwashukuru sana Wananangaru kwa mapenzi na mahudhurio yenu ambayo ni makubwa sana. Tunasema asanteni sana. Kwa sababu mkutano unaonyesha, siku zote unaonyesha moja kwa moja mahudhurio haya ambayo ni makubwa, na sisi tunafanya katika kila tawi. Kila tawi tumeshapita matawi yote na baadhi ya vitongoji katika jimbo letu la Mchinga. Tuna vijiji 47, tuna matawi 60. Tuna vitongoji 236. Hapa napozungumza tumebakiza matawi yasiyozidi 3. Takapofika kesho kutwa tutakuwa tumekamilisha kutembea katika matawi hayo na baadhi ya vijiji vyetu, baadhi ya vitongoji vyetu, kwa sababu vitongoji viko ndani ya matawi yetu. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa na nzuri katika jimbo letu la Mchinga. CCM oye! Lakini tumefanya hivyo kwa sababu gani? Sababu ya msingi ni kupita kuomba kura kwa wananchi wa Tanzania
kwa wanamchinga, kwa sababu mimi ni mbunge wa jimbo la Mchinga. Kuomba kura kwa wanamchinga ambao wanapatikana katika matawi takribani 60. Na kila tulipopita wanamchinga wametuhakikishia kwamba tarehe 29 ikifika mwezi wa 10 mwaka 2025, wana CCM na wasiokuwa wana CCM watapiga kura za ndio kwa Chama cha Mapinduzi. Nasema asanteni sana. Lakini kwa nini watapiga kura kwa Chama cha Mapinduzi? Kwa sababu kubwa moja. Wamesema wanamchinga tunachohitaji maendeleo. Hatuhitaji tena kukaa miaka 5, ukinajumlisha 5 inakuwa 10. Tumejifunza mambo ambayo hatutaki tena yarejee katika Mchinga yetu ya kukaa miaka 10 bila hata mradi mmoja wa maendeleo. CCM oye! CCM oye! Kwa hiyo ndio maana tunarejea tena kwenu kuomba kura kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mwingine bali Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuomba kura kwa diwani wa Chama cha Mapinduzi ambaye hii ni awamu yake nyingine ya pili. Huyu diwani huyu amefanya mambo mengi na makubwa sana. Kutokana na mambo mengi na makubwa aliyoyafanya katika kata yake hii ya Nangaru, na ndio maana diwani huyu ambaye ni Salum Ng'ondo, mtoto wenu nyinyi wenyewe, mulie mlea wenyewe na kumfunza maadili yaliyokuwa mema, kumfunza uadilifu, kumfunza upendo, kumfunza wema, na ameonekana kuwa huyu ni kifaa chema cha kusaidia manispaa ya Lindi. Na ndio maana katika kipindi kile, pamoja manispaa ya Lindi ina kata 31. Miongoni mwa kata zile 31, diwani huyu ambaye si mwingine bali ni Salum Ng'ondo alichaguliwa na madiwani wenzake kuwa naibu meya wa manispaa ya Lindi. Naibu meya maana yake ni nini? Yeye ndiyo msimamizi kwenye vikao vile vya baraza. Baada ya kutoka meya anafuata yeye. Kwa hiyo meya asipokuwepo, yeye ndiye anayekuwa mwenyekiti. Kwa hiyo ni kijana mzuri, ni kijana hodari, ni kijana mwenye akili nyingi sana, ni kijana ambaye ni mtetezi wa maendeleo. CCM oye! Kwa maendeleo ya Nangaru, endeleeni kutunza hii lulu ambayo ni thamani yenu inayotokana na uzawa wenu. CCM oye! CCM oye! Sasa kwa muktadha huo, nami nimekuja kuomba vile vile kura kutoka kwenu. Kura za ndio. Lakini au sio, lakini sambamba na hilo ni washukuru wanamchinga kwa kuendelea kuniamini na kuwa au kubaki mimi mwenyewe peke yangu katika jimbo letu la Mchinga. Lakini kubaki peke yangu nayo ina manufaa makubwa sana. Manufaa yake makubwa sana. Na ndio maana kwenye karatasi ile ya kura kuna mimi peke yangu, sina mtu mwingine ambaye napingana naye. Na hata wale waliokuja kutaka kujaribu kupingana na mimi, wenyewe walibwaga manyanga, wakasema tunamuunga mkono mbunge Salma Rashid Kikwete kwa kazi kubwa na nzuri ambazo amezifanya katika jimbo letu la Mchinga. CCM oye! Sasa kwa muktadha huo, naomba niwaeleze yafuatayo. Kwanza, niwashukuru sana wasanii. Wasanii hawa ambao wameungana kwa pamoja wakatengeneza wimbo maalum kwa ajili ya mbunge wa jimbo la Mchinga Salma Rashid Kikwete. Nasema asanteni sana. Wimbo maalumu nimeupenda sana.
na mimi nitaendelea kuwapenda sana kadri siku nitakazoweza kuishi hapa ulimwenguni. Na ninawapenda sana, na mimi ninavyowapenda ni sawa sawa na watu wengine wanavyowapenda, wanavyowapa sifa, wanavyowaona kwamba ninyi ni waadilifu, ninyi ni watoto wema, ninyi ni watu, ni wasanii wa pekee. Na kuna jambo jingine nikifika pale nyumbani huenda nikawaeleza. CCM oye! Kinipi ni washukuruni sana kwa mapenzi yenu makubwa na mapenzi yenu ya dhati, wana Nangaru. Ile zawadi iliyotolewa pamoja imetolewa na UWT. Ile zawadi, UWT ndio wawakilishi wenu. UWT ndio mama. Na hawi mtu yoyote bila kuwepo mama. Hawi mtu yoyote bila muunganiko baina ya vitu viwili, baba na mama. Kwa hiyo ninyi UWT mumeonyesha njia ya kwamba hii iwe ni kumbukumbu ya miaka 5 katika kutuongoza jimbo letu la Mchinga, ikiongozwa na dada yetu mpenzi wenu Hashiza na wanawake wa kata ya Nangaru. Narejea tena kusema asanteni sana, Mwenyezi Mungu azidi kuwajalia. Sasa baada ya kuyasema hayo, naomba sasa nieleze yafuatayo. Kama alivyosema pale mwanzo, hii ni kata miongoni mwa kata zile 11, na kata hii ina vijiji vitatu, yani Muungano, Mkomba Mosi na Makumba. Aidha, kata ya Nangaru ina vitongoji 16, matawi yetu 4, mashina ya CCM takribani 20. Kata hii ni wanufaika wakubwa wa miradi ya maendeleo kwa kipindi cha miaka 5, ikiwa na maana 2020 hadi 2025. Serikali ya awamu ya 6 imetumia takriban ya bilioni 5 kuleta katika kata yetu ya Nangaru. Hizi sio pesa ndogo, ni pesa nyingi sana. Nasema asante sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwaona wana Nangaru. Kuhusu miradi tulioitekeleza katika kipindi cha miaka 5. Tukianzia na miundombinu, CCM oye! CCM oye! Kwa awamu tofauti kwa kipindi cha miaka 5 tulifanikiwa kufanya maboresho makubwa katika sekta hii ya miundombinu ya barabara kwa kufanya mambo yafuatayo. 1. Ukarabati wa barabara ya Chikonji Matimba Nangaru, ambapo serikali iliwekeza zaidi ya bilioni 1.5, yani bilioni 1.5. Kufungua barabara ya Nangaru Milora, ikiwamo pamoja na ujenzi wa madaraja ya Uleka na lile kubwa la Milora. Serikali ilitumia zaidi ya shilingi bilioni 1.2. Na ni madaraja makubwa, na ni madaraja ambayo yaliifungua Nangaru yetu. Haya yote yalifanyika kwa ufanisi mkubwa kabisa. Aidha, changamoto ya mvua kubwa zilizoambatana na mafuriko zilisababisha uharibifu mkubwa sana wa miundombinu hii. Asante Mungu kwa yote. Naamini wewe ndiyo Mungu unayeweza kuondoa na unayeweza kuleta kwa wale ambao umewapa dhamana katika taifa letu. Kuhusiana na swala la elimu, katika kipindi cha miaka 5 tumefanya mapinduzi makubwa katika sekta ya elimu, hasa katika kata yetu hii tuliopo leo. Serikali imetumia zaidi ya shilingi milioni 750 kuboresha huduma ya elimu katika kata ya Nangaru kwa kufanya mambo yafuatayo. 1. Tumepata pesa shilingi milioni 560 kwa ujenzi wa shule mpya ya sekondari, na ninyi wenyewe ni mashahidi, mnaiona sehemu ambayo imejengwa. 2. Tumehakikisha tunaboresha miundombinu ya elimu katika shule shikizi ya Uleka. Mnajua shule ilikuwa katika hali gani, na baadaye tumefanya nini kuhakikisha tunataka haki
ya Mwananangaru, haki ya msingi ya kikatiba ipatikane kwa mtoto wa Nangaru. Tumejenga madarasa mapya ya kufanikisha usajili wa kuwa shule rasmi. Na haya yote tumefanya katika kipindi cha miaka 5. Tumefanikisha ukarabati na ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi Makumba, ninyi wenyewe ni mashahidi. Aidha, tumepata pesa za ujenzi wa nyumba ya mwalimu katika shule ya msingi Makumba. Ujenzi huu unaendelea. CCM oye! Nani kama CCM? Kuhusiana na swala la afya, tunatambua changamoto kubwa ya masuala ya afya katika tarafa yetu ya Nangaru, na mbele yetu hapa tukiwa na zahanati ya Nangaru ambayo ni zahanati ndogo, wakati mwingine haikidhi haja ya kuwasaidia wana Nangaru. Ni tarafa pekee yenye zahanati chache na haina kituo cha afya kabisa. Kwa kulitambua hilo na kulijua hilo, kwa kipindi hiki cha miaka 5 tumeiomba serikali kutupatia pesa kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya. Hatua za awali zote zimekamilika, tunasubiri pesa hii kuingia ili mradi uanze rasmi. Na hii ipo ndani ya kitabu chetu hiki kidogo. Hii hapa ni ilani ya mkoa wetu wa Lindi. Na ile pale ni ilani ya mkoa mzima, ile kubwa. Sasa usione ni ndogo ukafikiri hakuna mambo makubwa. Wembamba si hoja. CCM oye! Wembamba wa reli, lakini kuna mizigo mikubwa inayopita. CCM oye! Sasa ukisoma ilani hii, ibara ya 43 inasema ujenzi wa vituo 3 vya afya, kimojawapo kikiwa ni Kitumbikwera ambacho kiko Lindi mjini, kingine Rutamba kiko katika tarafa hii ya Milola, na kingine ni hiki cha Nangaru. Kwa hiyo tarafa ya Milola itapata kituo cha afya na tarafa ya Nangaru itapata kituo cha afya. Kwa msingi huo, jimbo la Mchinga tarafa zote 4 zitakuwa tayari zimepata vituo vya afya. Nani kama Mama Samia Suluhu Hassan? Mboni mangapi? Mboni moja. Raisi ni wangapi? Raisi mmoja. Kutoka chama gani? Chama Mapinduzi. CCM oye! Namba 2. Aidha, tumeendelea kuboresha utoaji wa huduma katika zahanati yetu ya Nangaru kwa kuhakikisha upatikanaji wa vifaa tiba na dawa. Kilimo. Kwa kutambua umuhimu wa sekta ya kilimo katika nchi yetu na katika jimbo letu la Mchinga, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa ujumla wake amefanya kazi kubwa na nzuri katika bajeti ya kilimo kwa kipindi chote tangia 61 hadi mwaka juzi. Bajeti ya kilimo ilikuwa ni ndogo, lakini ilikuwa ndogo kulingana na nyakati, lakini alikuwa na dhamira na amekuwa na dhamira ya dhati ya kuboresha bajeti ya kilimo kutoka bilioni 250. Leo tunapozungumza tuna takribani bilioni 1.1 kwenye kilimo. CCM oye! Kwa hiyo hii ni dhamira ya dhati, na ukitaka taifa lolote lifanikiwe ni lazima liwekeze katika swala zima la kilimo. Tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan. Tumeendelea kuboresha upatikanaji wa pembejeo za kilimo kwa wakati kwa wakulima wa zao la korosho. Halikadhalika tumeendelea kuboresha bei ya mazao ya korosho na ufuta. Lakini kwa sababu tunazungumza hili jambo katika jimbo letu la Mchinga, ni lazima tuseme ya kwamba Mchinga imepata pesa, itapata au imepata na michakato inaendelea ya pesa tulizotengewa bilioni 31.5
3 kwa ajili ya kilimo cha umwagiliaji katika tarafa ya Milola, na tutazalisha chakula ambacho kitatosheleza jimbo la Mchinga, kitatosheleza mkoa wa Lindi na kitatosheleza mikoa ya jirani. CCM oye! Kuhusiana na umeme, tumefanikisha umeme katika vijiji vyote vya jimbo la Mchinga, yani vijiji 47. Halikadhalika na vitongoji vyote 236 isipokuwa vitongoji 32 tu. Na hata hivyo vitongoji 32 bado wakandarasi wanaendelea na shughuli zao. CCM oye! Aidha, tayari wakandarasi wanaendelea na usambazaji umeme katika vitongoji vyote vya kata ya Nangaru, hasa kule ambapo kulikuwa na shule shikizi Uleka na Rui, Kipunga na Likonde. Nani kama CCM? Hakuna. Nani kama CCM? Hakuna. Kuhusiana na swala zima la maji, sisi tunazungumza, Chama cha Mapinduzi kinazungumza kwa data. Na ukitaka kuhakiki kwamba sisi tunazungumza kwa data, hatuzungumzi maneno ya mdomoni tu, tunazungumza kwa maandishi. Na ukizungumza kwa maandishi, maana yake hivyo vitu ni sahihi. CCM oye! Na ndio maana tuna ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ilani ya Chama cha Mapinduzi ndio mpango mzima wa kazi zitakazotekelezwa kwa muda wa miaka 5, 20, 25, 2030, na ndio maana yanaandikwa mle. Kama ni Waislamu wanafuata Qur'ani, na kama ni Wakristo wanafuata Biblia. Na sisi wana CCM tunafuata katiba ya Chama cha Mapinduzi ambayo inaongozwa na mipango kazi ambayo iliyopo ndani ya ilani ya chama chetu. CCM oye! Kwa kipindi cha miaka 5 tumefanikiwa kupiga hatua kubwa katika sekta ya huduma ya maji. Moja, kupitia wahisani wa taasisi ya Heart to Heart, inaitwa au Heart to Heart Foundation au taasisi ya moyo kwa moyo, si ndio? Wamefanikisha kutuchimbia kisima katika shule ya msingi Nangaru. Ndio hiyo hapo, ndio bango lile. Kesho kutakuwa na uzinduzi. Na hii ni kazi kubwa iliyofanywa na Salma Rashid Kikwete na Daktari Samia Suluhu Hassan na diwani wenu ambaye ndio mtoto wenu, ambaye ndio mwamba. Huyu ni mwamba wa Nangaru. Hakuna zaidi yake, zaidi ya kijana huyu ambaye ndio mwamba. Ukiona kipara kile ni kipara cha akili. CCM oye! Kwa awamu ya kwanza tumefanikisha kuchimba kisima katika kijiji cha Uleka ambacho kimekuwa msaada mkubwa katika eneo hili. Pale ukifika Uleka maji yanamwagika tu mwa. Afu maji yake baridi, safi sana. CCM oye! Aidha, tumefanikiwa kupata mradi mkubwa wa maji wenye thamani ya shilingi bilioni 1.3 kutoka chanzo cha Uleka kuja hapa Mkumba Mosi. 4. Aidha, katika awamu ya pili ya mradi huu serikali imetenga pesa shilingi milioni 900 kutekeleza mradi wa kutoa maji hapa Mkumba Mosi kuelekea Makumba na Kikomo Lela. CCM oye! Kuhusiana na masuala ya utawala, katika kipindi cha miaka 5 tumefanya mapinduzi makubwa sana katika swala la utawala, hasa kwa kufanya mambo yafuatayo: kuongeza idadi ya watumishi katika sekta ya utawala, hasa watendaji wa vijiji. Tumefanya. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! 2. Tumefanikisha kujenga nyumba mpya kabisa ya afisa tarafa. CCM oye! Na hizi nyumba hizi sio kwamba wote wamejengewa, ni jimbo la Mchinga tumefanikisha kujenga nyumba ya afisa tarafa. Afisa tarafa wetu huyu anafanya kazi kubwa na nzuri. Lakini yani ukisema lakini maana yake Salma Rashid Kikwete anafanya kazi kubwa na nzuri, lakini wapo wengine ambao ndio wanasema mama Salma Rashid Kikwete mwizi. Tena anasema mwizi asemi alichokiiba ni nini.
Anachokisema, unaona, anawaibia hela huko, anakuja kuwaletea maji hapa. Hivi huo sio wizi halali? Sio wizi ambao nawasaidia wananchi? Sio wizi wa kuwasaidia wananchi? Sasa wao walitaka mimi nisiibe hizo hela, nikawaletea hapa maji. Sasa yale maji ningeyapeleka wapi na nyinyi mlikuwa hamna maji? Sasa ndio huyo Mama Salma mwizi. Anawaletea hela, anawajengea shule. Hivi kuwajengea shule ni tatizo? Au aliniona hizo hela nakoiba, nafanya kazi ya kutafuta hizo hela ya kuwasaidia wana Mchinga. Lakini hakuna sehemu ninayoiba. Lakini anazungumza hivyo kwa sababu hana agenda. Watu wa namna hii hawawatakii mema. Watu wa namna hii hawawatakii maendeleo. Leo hapa tuna shule kubwa na nzuri ya sekondari. Wao walitaka mimi nifanye nini? Nisingefanya. Anasema unimona? Aide pano. Anapa kutenda chochote. Usipofanya wanasema. Ukifanya wanasema lipi jema. CCM oye! Sasa ninachowaambia, watasema sana, watasema Salma mwizi, anawaibia pesa, anakuja kuwaletea maji, anaiba pesa, anakuja kuweka umeme, anaiba pesa, anakuja kuweka mawasiliano, anaiba pesa, anakuja kuwekea shule, anaiba pesa, anakuja kuwekea vituo vya afya. Hii ni pati gazeti. Hii ni rasha. Mvua ya tsunami inakuja kwa maendeleo makubwa zaidi katika CCM oye! Kwa hiyo maendeleo makubwa sana yanakuja katika jimbo letu la Mchinga. CCM oye! Tumefanya ukarabati ofisi yetu ya kata kwa kutumia pesa ya mfuko wa jimbo. Hii hapa sasa hivi unaiona. Si ndio Si ndio Simeiona? Au hamjaiona? Kwani mwanzo ilikuwa hivi? Haikuwa hivi. Haya ndio maendeleo. CCM oye! Kuhusiana na swala la maliasili, tunatambua changamoto ya wanyamapori katika tarafa ya Milola na Nangaru. Tumekuwa tukisema swala hili katika bunge mara kwa mara. Aidha, tumefanikisha ujenzi wa kituo cha askari ya wanyamapori kwa kuwapatia gari, askari pamoja na pikipiki. Mbali na jitihada hizi zote, bado changamoto hii haijapatiwa ufumbuzi yakinifu au ufumbuzi wa kudumu. Tutaendelea kushirikiana na mamlaka husika kutafuta suluhu ya jambo hili. CCM oye! CCM oye! Kuelekea 2025-2030. Kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, haya nilisema yale yaliyopita. Sasa nini tunataka kufanya katika kipindi cha miaka 5 ijayo? Tutakapopata ridhaa ya watu wa kata ya Nangaru kuwasimamia katika shughuli za kuwaletea maendeleo, tutahakikisha tunashirikiana kufanya mambo yafuatayo, mimi na ninyi. Nilisema nimekuja katika jimbo la Mchinga si kwamba ya kuja kutaka mazuri yenu. Hapana, nimekuja katika kutaka changamoto zile zinazowapitia munipe ili tusaidiane kupata ufumbuzi. Na ndio maana ndani ya miaka 5 tumefanya mambo makubwa ambayo yanaigusa jamii moja kwa moja. CCM oye! Sasa ndani ya miaka 5 nataka kufanya yafuatayo. Tutahakikisha tunarejesha mawasiliano ya barabara kutoka Chikonji, Nangaru mpaka Milola
kama ilivyoainishwa katika ilani ya CCM 2025-2030, kwa sababu barabara ni maendeleo. Unapokuwa na barabara nzuri, ukilima korosho zako, ukilima ufuta wako, ina maana utapitisha mkupeleka sokoni, na watu watatoka maeneo mbalimbali kuja kununua korosho na ufuta zinazopatikana katika eneo la Nangaru. Bila barabara safi na bila barabara iliyokuwa bora, umaskini utatanda kwa wanamchinga na umaskini utatanda kwa wananangaru. CCM oye! Tutaendelea kuhimiza serikali na wizara husika kutupatia pesa za ujenzi wa kituo cha afya cha tarafa ya Nangaru, na tayari hizi pesa zipo. Kwa mujibu wa ilani ndogo ibara ya 43, CCM oye! Kituo cha afya tunajenga hapa Nangaru. CCM oye! Nani kama CCM? Hakuna. Tunatambua changamoto ya uchakavu wa miundombinu ya shule yetu ya msingi Nangaru. Tutahakikisha tunafanikisha ujenzi wa madarasa mapya katika shule yetu hii ili ionekane kama zilivyokuwa shule nyingine katika tarafa yetu hii ya Nangaru na katika kata yetu ya Nangaru na Matimba. CCM oye! Tutahakikisha tunachochea shughuli za michezo na burudani kwa vijana kwa kugawa vifaa na kushiriki katika mashindano mbalimbali kuanzia ngazi ya kule chini kule. Kuna ngazi gani? Kabla ya kijiji kuna kitu gani? Kitongoji. Tunatoka kindogojini tunakuja kwenye kijiji, tukitoka kwenye kijiji tunakuja kwenye kata, tukitoka kata tunakuja wilaya, tukitoka wilaya, ngazi ya wilaya tunataka tupande juu. Na hii yote inawezekana. Siku moja na sisi, hata kama mimi nisipokuwepo, lakini nitakuwa mimi nimeasisi, nataka siku moja na sisi tuwe tunatambulika kama leo inavyotambulika na Mungu. Inawezekana? Haiwezekani? Inawezekana tukiwa na nia, na vijana wengi wanapenda michezo. CCM oye! Tutahakikisha tunasimamia suala la mikopo kwa vikundi vya wajasiriamali, hasa wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Na kwenye watu wenye mahitaji maalum tumefanya maboresho makubwa juu ya sheria zetu. Zamani ilikuwa mtu mwenye mahitaji maalum mpaka watu 3, 4, 5. Sasa hivi hata mtu mmoja tu anaweza akaenda akaandika andiko lake, akaelekezwa jinsi gani ya kufanya na akapata huo mkopo. 7, tutahakikisha tunapata, hii ndio ya mwisho kabisa, hii ndio kubwa yake, na wakati rais alipokuwepo tulimuomba, lakini tulimuomba tunataka na sisi tuwe na kitu chetu. Sisi tumekuwa, sisi si wadogo tena, kwamba lazima tuwe na huyu ili atuongoze kwenda mbele, au lazima tuwe na huyu ili atuongoze kwenda mbele. Tunaweza tukasimama wenyewe na tukafika mbali zaidi. Na ndio maana tulimuomba rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba na sisi kama itampendeza, itakapofikia wakati wa kugawa mamlaka za halmashauri, na sisi tulikuwa tunaomba tupate nini? Halmashauri yetu ya jimbo la Mchinga. CCM oye! CCM oye! Sasa baada ya kuyasema haya, nimalizie tu kwa kurejea tena kuomba kura kwa rais, kuomba kura tena kwa bunge, na kuomba tena kura kwa diwani. CCM oye! Ndugu wananchi, alama ya chama chetu, makamu wa rais alama tiki. Ikifika tarehe 29 Jumatano, nenda pale, angalia kwa umakini, usiende kwa papara, maana unaweza kwa papara ukatiki popote. Angalia ile namba 1 juu kabisa, ndio unatiki, na ukisha tiki sipitilize ndani ya nini? Ya kiboksi. Tumeelewana wakina mama, wakina baba na wazee wangu? Tumeelewana CCM oye! Tukitiki pale, Rais Samia Suluhu Hassan ndio anakuwa kiongozi wetu tena kwa miaka hii. Mama Samia Suluhu Hassan,
Mama Samia Suluhu Hassan. Mama Samia Suluhu Hassan. Wewe CCM oye. Haya. Baada ya hapo unakuja kwa Salma Rashid Kikwete ambaye ndio mimi hapa. Si mmeniona eh? Mmeniona eh? Si nimevaa miwani eh? Si nimevaa na hizi hereni eh? Si nimevaa na hili shati eh? Ndio huyu hapa. Lakini hapa kuna kilemba kile kimefanya hivi. Simesha kizoea kile pale kwenye gari, kile gari umeona eh? Simeona ile kwenye gari eh? Pale ndio itakavyokuwa. Hiyo ya kupigia kura, karatasi ya kupigia kura. Si unaona anavyokuangalia anasema we nakupenda mimi, umeona? CCM oye. Si unaona anavyotabasamu kama yule dada aliyevaa aliyevaa bubula njano kule nyuma na kilemba cha kijani yule. CCM oye. Si umeona eh? Alafu amefanya hivi kidogo anatabasamu anasema yani mimi ninavyowapenda nyinyi hakuna mfano wake. CCM oye. Kwa hiyo hapa kuna alama ya chama, mgombea Salma Rashid Kikwete, alafu hapa we unakwenda na ndio. Unakwenda na nini? Unafanya nini? Unateke. Tufanye hivi kuteke kidogo. Unateke. Tufanyaje? Unateke. CCM oye. Halafu sasa ukimaliza hapo unapata ile karatasi nyingine. Haya ilete. Karatasi unaona eh? Hii hapa ndio rangi ya ustawi. Kijani ndio rangi ya nini? Ustawi. Si unaona miembe kijani, sawa? Mazao yetu kijani, sawa? Umeniona eh? Hapa pote mvua ikinyesha kidogo tu kote kijani. Bila ukijani maisha ya mwanadamu hayaendi. Simeona eh? Kwa hiyo wewe unaenda kijani. Mmenielewa eh? Alafu hapa kuna watu wawili. Wewe achana na yule wa juu wa kuhusu. Nenda kwa anaye kuhusu yule mwenye ustawi. Simeona eh? Yuko chini. Simeelewa? Yuko chini hapa huko. Si unaona hapa eh? Kitovu hapa. Shika kitovu chako hapa. Fanya hivi kitovu. Si ndio? Kutoka hapa kuja huku ndio juu. Kutoka hapa kwenda chini si ndio unajua ndio kuna ustawi huko, si ndio? Au sio hivyo? Kutoka hapa kwenda huku chini ndio kuna ustawi huku. CCM oye. Au nimesema au hamjui? Mmenielewa eh? Bila huku hakuna dunia na hakuna chochote kinachoendelea. CCM oye. CCM oye. Kwa hiyo wewe nenda huku chini kwenye ustawi, kwenye ulimwengu, kwenye dunia, kwenye upendo, kwenye mahaba. CCM oye. Sasa huku ndiko anakopatikana ngondo, sawa? Kwa hiyo ukifika pale unafanya nini? Unatiki. Na unatiki kwenye mahaba, unatiki kwenye ustawi, unatiki kwenye dunia iliyoshamiri raha. CCM oye. CCM oye. Baada ya kusema hayo, kwa kweli nawashukuru sana kwa mapenzi yenu makubwa. Tunamsubiri Allah atuwezeshe kuzifikia hizi siku mbili za kuhitimisha, hatimaye tulete ustawi ndani ya taifa letu. Tulete ustawi ndani ya taifa letu.